Hujambo na karibu. Maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z yalitikisa maeneo mbalimbali ya Kenya siku ya Jumanne, tarehe 25 Juni mwaka huu. Haya yalikuwa maandamano ya kipekee kwa ukubwa wake, kasi, ushawishi wa kidijitali na ukali wa majibu kutoka kwa vikosi vya usalama. Sababu kuu ya maandamano haya ilikuwa ni kupinga ukandamizaji wa serikali, kuwakumbuka waliopoteza maisha yao katika maandamano ya mwaka jana ya kupinga mswada wa fedha. Maandamano haya pia yaliibua hasira kufuatia kifo cha Albert Ojwang, kijana aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi wiki moja iliyopita. Katika eneo la Kikuyu, vijana walijitokeza kwa wingi wakiwa na mabango na vuvuzela wakielekea katika majengo ya serikali. Baadhi yao walivamia mahakama ya Kikuyu pamoja na ofisi ya kaunti ndogo na kuziacha zikiteketea. Nyaraka muhimu ziliteketea na maafisa wa polisi walionekana wakitumia maji na udongo kujaribu kuzima moto bila mafanikio. Ghasia hizo ziliambatana na vurugu katika barabara kuu na watu 7 walikamatwa wakihusishwa na uchomaji huo. Tukielekea kaunti ya Machakos, eneo la Matu, hali ilikuwa mbaya zaidi. Polisi walitumia risasi za moto kuwatawanya waandamanaji waliodai kuvamia kituo cha polisi cha eneo hilo. Mtu mmoja aliuawa papo hapo kwa kupigwa risasi kichwani, huku wengine 4 wakijeruhiwa vibaya na kupelekwa hospitalini. Mashuhuda walisema kuwa polisi walikuwa wakifyatua risasi bila onyo na hali ya taharuki ilitanda mtaani kwa muda mrefu. Jijini Nairobi, maandamano yaliyoanza kwa amani yaligeuka kuwa machafuko makubwa. Katika eneo la Stima Plaza, Fred Wanyonyi, mlinzi wa usiku, alipigwa risasi na kufariki alipofikishwa hospitalini. Aidha, mwanafunzi wa sheria wa chuo kikuu cha Mount Kenya, Mike Duncan, alipigwa risasi mara 4 karibu na Kenyatta Avenue na hali yake ilielezwa kuwa mahututi. Wanafunzi, madereva wa bodaboda na wapita njia walijitokeza kutoa huduma ya kwanza kwa waathiriwa wa mabomu ya machozi, akiwemo mwanamke aliyepigwa risasi kichwani. Katika mtaa wa Mkuru kwa Njenga, waandamanaji 2 waliuawa kwa risasi mbele ya kituo cha polisi cha Villa. Watu kadhaa walijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya Mama Lucy. Katika kaunti ya Nakuru, eneo la Molo lilishuhudia kifo cha kusikitisha cha mwanafunzi wa kidato cha 3 aliyeuawa kwa kupigwa risasi na polisi wakati akijiunga na waandamanaji wenzake. Wazazi wa kijana huyo walijitokeza kulaani vikali ukatili huo na kutaka haki itendeke haraka. Tukielekea Kisii, maandamano yaliibuka na haraka kugeuka vurugu. Majengo ya serikali yalivunjwa, magari ya viongozi wa kaunti kushambuliwa na bustani za umma kuharibiwa. Polisi walilazimika kuomba msaada kutoka vitongoji jirani kudhibiti hali hiyo. Ripoti kutoka eneo hilo zinaonyesha zaidi ya watu 10 walijeruhiwa kwa mabomu ya machozi. Ripoti kutoka mashirika ya haki za kibinadamu zinaonyesha kuwa watu wengine walipoteza maisha katika kaunti ya Nyeri, Makueni na Nyandarua. Wengi wao walijeruhiwa kwa risasi wakiwa katika maandamano ya amani. Kulingana na taarifa kutoka kwa Kenya National Commission on Human Rights, angalau watu 16 waliuawa katika maandamano hayo kote nchini, ingawa idadi kamili huenda ikaongezeka kadri uchunguzi unavyoendelea. Rais William Ruto alitoa wito wa utulivu na amani, akiwataka vijana kusitisha maandamano na kusisitiza kuwa serikali iko tayari kusikiliza malalamiko yao kupitia njia za kidiplomasia. Hata hivyo, mashirika ya haki za kibinadamu yameshtumu vikali ukatili wa polisi na kukiuka kwa haki za kikatiba za wananchi. Taarifa zao zimesisitiza haja ya kuwawajibisha maafisa waliotumia nguvu kupita kiasi. Kwa mara nyingine tena,
Kizazi cha Gen Z kimeonyesha mshikamano mkubwa wa kisiasa na kijamii kupitia mitandao ya kijamii, ambapo waliratibu maandamano, walitoa maelekezo ya kiusalama na kuonesha mshikamano wa hali ya juu. Hali bado ni tete katika maeneo mengi, huku waandamanaji wakiahidi kurejea barabarani hadi haki ipatikane. Maandamano haya huenda yakawa msingi wa harakati mpya za kisiasa nchini Kenya. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.